Kaenda kwa yule mzee ndo akaanza kunipa historia ya lile eneo. Kumbe lile eneo bwana lilikuwa wale watu wachawi huwa ndo wanalitumia kwenye mambo yao. Yaani lile eneo sio mtu mimi wa kwanza kulinunua. Na maana mimi mwenyewe ilitokea tu bahati mpaka kusimamisha kile kijengo, lakini kuna watu wengine walinunua na hawakuweza hata kufanya chochote So eneo ni baya sana, yani mbaya. Yani sio rahisi hata kulielezea sio rahisi. Yani mimi mwenyewe tu kununua hata kile chumba kimoja tu. Kusimamisha hata kile chumba kimoja tu. Hangaika kwa waganga si huku maana watu wanaanza kujenga, shangaa kesho asubuhi si mara maji yamejaa kwenye msingi. Sio sema chemchemu. Kile unakuta maji yamejaa si nini. Yaani kile kihela unashangaa kilikatia. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Yes, bana, uhali gani mfuatiliaji wa King Paul TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Bana, nimekutana na kijana hapa ambaye yeye ni muuza matunda. Lakini cha ajabu ni kwamba mpaka kufika hatua hii yeye kuweza kuuza matunda ni jambo zito sana ambalo limeweza kumpelekea yeye kuweza kuingia katika biashara hii. Kwa namna ambavyo aliweza kuniambia ni kwamba ni mmoja kati ya vijana ambao waliweza kushiriki kazi ambayo iliweza kumpatia nafasi kubwa ya kuweza kufika hatua hadi ya kuweza kujenga kibanda cha chumba kimoja na dakika za mwisho kuweza kukimbia. Yaani yeye mwenyewe ameweza kujenga chumba kwa namna moja ama nyingine ya kuanzia nyumba ya kuanzia, lakini mwisho wa siku yeye mwenyewe anakubali kukimbia mji wake kutokana na swala zima la ushirikina mpaka kurudi hapa mtaani kuweza kuuza matunda. Ni jambo kidogo la kustaajabu na sisi tutakwenda kuzungumza naye kuweza kufahamu hali halisi ilikuwaje na mambo yalikuwa vipi. Kwa hiyo kikubwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho video hii hapa. Usahau kabisa kuweza kusubscribe lakini pia kuturn on notification, mambo yatakuwa poa kabisa. Ndugu yangu, habari? Safi bwana, size. Salama kabisa? Salama kabisa ndugu yangu. Kwa majina tukutambue? Kwa majina naitwa Isidori Paulo. Wewe ni mkazi wapi? Mimi ni mkazi wa hapa Chalinze. Lakini kiutafutaji huwa tumezunguka mitaa mingi sana. Nimezaliwa town, nimekulia kule, lakini mpaka dakika mwisho niko hapa. Na mambo mengi sana tulopitia. Isidori, kwa namna moja ama nyingine tuliweza kukaa na kuzungumza kwa uchache sana. Nikasema kwa nini tusikae na familia ya King Paul TV kajua ili nao waweze kuangalia nini cha kuweza kukusaidia. Hali halisi ilikuwaje? Kwanza kabisa ningependa kufahamu hapo mwanzoni ulikuwa unafanya kazi gani mpaka kupelekea wewe kuweza kufanikisha jambo fulani na kuweza kurudi chini kabisa na kuanza upya mpaka kufika hatua ya kuwa na genge hili. Hapo mwanzoni, kwanza nianze hapo mwanzoni, sisi vijana tunatafuta. Baada ya kumaliza shule watu niliingia mtaani kwanza. Nilianza tu kuokota siso, chuma chakavu. Niliokota chuma chakavu, dakika mwisho nikapata saidia fundi. Lakini dakika mwisho nasema nilielekea, nilifanya kazi kidogo. Kazi nziko tofauti lakini nilipata kiera kidogo. Kiera kile kama nikaona hiki kitanivusha kwenye utafutaji wangu. Basi baada ya kupata kile kiera kilikuwa ni kizuri. Kwenye maisha ya kawaida mtu mwenye mahesabu yake ukikiweka kwenye mpangilio ni kizuri. Basi baada ya kupata ile hela nikasema sasa hii hela ndio mwanzo wa kuwa na kwangu, ndio mwanzo wa kufanya biashara zangu. Ilikuwa kama shilingi ngapi labda kwa faida ya mtu ambaye anakufuatilia pengine? Ile ilikuwa kama milioni 12 hivi. Milioni 12. Kwa hiyo nikapata mshikaji wangu na pia nikamshirikisha kwenye ile hela, nikamwelekeza bwana, ndugu yangu mimi nimepata hela hii, lakini hii hela bwana nataka nifanyie mambo ya maana. Kwa bahati nzuri naye akanishauri bwana, tafuta sehemu, nunua kiwanja, hata kama hujajenga nyumba kubwa, jenga chumba hata kimoja au viwili vya kuanzia maisha, unaweka matoleo, mfundi anajua anafanyaje ili maisha yako yataenda vizuri tu. Na mimi sikumpinga, alikuwa ndugu yangu vizuri. Nikafanya kama alivyonishauri, akanisaidia kutafuta eneo. Nikapata eneo, nikaanza kujenzi kidogo. Ila baada ya ujenzi kama baada ya mwezi mmoja maana ile silikuwepo kidogo, kwa nikakimbiza kama baada ya mwezi mmoja hivi chumba kimoja kile nikapata kama chumba kimoja na seble, sehemu moja nyingine matoleo nikaacha yani. Ilisha tu sehemu madirisha. Nikapata safari ya kusafiri, lakini kabla ya hapo sijanunua nilikutana na majirani. Waliniambia bwana, hilo eneo kidogo unalijua kwenye kununua. Mimi nikajua labda ni wivu tu wa kwa wao. Majirani walikuwa wanakwambiaje? Wakaniambia kwamba hilo eneo unalinunua unalijua vizuri. Na mimi nikaona kama vile wanataka
Mwanzo nikajua kama ni utapeli. Kwa sababu ndio alikwambia hivi labda lishauzwa, afu lakini kiuthibitisho kwamba halijauzwa. Mwenyewe alikuja na wenye kiti si wajumbe, halijauzwa nini. Basi mimi nikasema ngoja nitoe, ni eneo zuri tu. Nikatoa hela yangu nikanunua bwana. Baada ya kununua nikaita mafundi, ndio hivyo akanisimamishia chumba kimoja na seble. Alikuwa tu ni kizuri, nikaona hapa sasa kwenye maisha nishatoboa. Na kile kidogo kikabaki. Nataka kufungua biashara, nikapata kazi nyingine ya mikoani. Inabidi nisafiri. Baada ya kusafiri kwenda mikoani huko, nikapiga kazi kama at least kama mwezi mmoja na nusu, yani miezi miwili kasoro. Nipo kule mikoani, na baada ya kumaliza hiki chumba kimoja na seble. Nikaenda mikoani baada ya kufanya shughuli zangu. Sasa kazi kule imeisha, inabidi nirudi. Niliporudi sasa ndio naanza kukumbuka yale maneno ya majirani kwamba ile eneo unalinunua unalijua vizuri. Sasa hapo sasa ndo nikaanza kushtuka sasa, maana mazingira niliyokuta ndani nilivyoacha na nilivyokuta sasa hivi ni tofauti. Unasema kwamba mazingira uliyoweza kuyaacha kipindi unaenda kufanya kazi na ulivyorudi mazingira yalikuwa ni vitu viwili tofauti. Mwanzo uliacha vipi labda na ulivyorudi ukakuta vipi? Mwanzo niliacha kwamba nilipomaliza nyumba kuna baadhi ya vitu niliviweka vizuri, yani maana nilisha kama wiki moja hivi, afu ndo nikaondoka. Kitanda nilitandika vizuri, lakini baada ya kurudi nakuta godoro halipo, yani limewekwa chini, yani kama vile mtu ambaye alikuwa anaishi. Godoro halipo, nguo zile zimetumuliwa, yani kuna vitu vya ajabu mpaka unakuta vitu vingine ambavyo mahilizi, matunguli, yani vitu vichafu, si magome ya miti, si nini, yani vitu ambavyo kiuhalisia kawaida lazima kwanza uanze kuuliza. Inabidi niulize kwa jirani zangu kwanza, hapa imekuaje? Nikatoka pale kwa jirani yangu mmoja nikamuuliza, bwana samahani, tangia niondoke huko ndani kuna mtu aliingia? Akasema hapana, tangia ulipofunga ndio hivyo hivyo. Sasa inabidi nimuelezee sasa. Sasa baada ya pale ndo akaniambia mnaenda kwa mzee mmoja, maana hata mwenyewe alinipa historia ya hapa, ndo nikaenda kwa yule mzee ndo akaanza kunipa historia ya lile eneo. Kumbe lile eneo bwana lilikuwa wale watu wachawi huwa ndo wanalitumia kwenye mambo yao. Yaani lile eneo sio mtu mimi wa kwanza kulinunua. Na maana mimi mwenyewe ilitokea tu bahati mpaka kusimamisha kile kijengo, lakini kuna watu wengine walinunua na hawakuweza hata kufanya chochote wakachana napo. Kumbe historia ya eneo ni mbaya. Sio eneo ni mbaya sana, yani mbaya. Yani sio rahisi hata kulielezea, sio rahisi. Yani mimi mwenyewe tu kununua kile chumba kimoja tu, kusimamisha hata kile chumba kimoja tu, ni historia ngumu sana. Unaona kama kuna namna ambayo ulikutana nayo kipindi unaisimamisha? Nilihangaika sana, yani nilihangaika sana. Nilihangaika kwa waganga, si huku, maana watu wanaanza kujenga, shangaa kesho asubuhi si mara maji yamejaa kwenye msingi. Sio sehemu ya chemchemu, kile unakuta maji yamejaa si nini. Yani kile kihela unashangaa kilikatia pale kwenye chumba kimoja ndio kilikatia pale. Maana kama kumbe kuna mbanga zingine ulikumbana nazo kipindi unajenga. Na maana kwamba ukichimba msingi unajaa maji. Mbanga ni nyingi sana. Ni nyingi sana, msingi unajaa maji, mara ya vituko, mafundi kesho wake unakuta yani mafundi wanaumwa yani kwa siku. Kwanza si ndani kwa DCA. Kuna siku ilifika mafundi waliumwa wote. Yani hakuna hata fundi mmoja aliyotokea. Yani nilibadilisha mafundi zaidi mafundi 3 kusimamisha mpaka hiyo chumba kimoja. Kila fundi anakuja anajenga chumba kimoja hicho. Anajenga, akifika muda fulani anakimbia. Sio muda, yani siku ikiisha unakuta kesho yake harudi tena. Na wao labda walikuwa wakikwambia sababu ni nini kwamba labda inayopelekea kutorudi tena? Wale hawakuweza kuniambia kwa sababu mtu akishajenga akishafikia akishapata hiyo mikasaka na yeye yeye aniambia, nakwambia tu basi bwana mtafute fundi mwingine. Na unakuta wanaacha hela yao, lakini tunakwambia basi mtafute mtu mwingine. Lakini baada ya hapo sasa kumaliza kile chumba, yani siku nilirudi ndio shida ikaanzia hapo. Ndani ya kulaliki. Yani ile wiki moja niliokaa mule kumbe ndio ilikuwa namalizia hela yangu. Yani hauwezi kulala tena mule. Kila usiku unachukua, yani unasikia tu watu wanakuamsha, mara unavutwa mguu, yani ni vitu vya ajabu huwezi kuhadisia. Vitu vya ajabu unavutwa mguu, mara umeamka usiku wa manane unasikia sauti mtu anakunong'oneza sikioni. Ndio unaweza kulala kweli? Hapo baada ya kurudi mkoani sasa ndo naanza kukuta hivyo vitu. Ulivyoenda kwa mjumbe akakwambia kwamba historia ya eneo lile ni mbaya kiasi kwamba kuna wengi ambao walihitaji kuweza kuchukua lile eneo lakini hawakuweza
kufanikisha kwa namna moja ama nyingine. Ina maana wewe ndo ulikuwa umebahatika walau hata kufika katika hilo eneo na kujenga kibanda kimoja. Nini ambacho alikushauri mzee ambaye aliweza kumfuata? Yule mzee kwanza alichonishauri, kwanza alinipa hongera. Akaniambia kwamba umejitahidi sana mpaka kufikia hapa. Ila cha kukushauri ikiwezekana, kama kuna vitu ambavyo unaweza kuhamisha kama matofali ni nini, bomoa lile sehemu, achana nalo. Hiyo hela bora uisamee, maana maisha yako yanaweza kaa mafupi sana. Maisha yako yanaweza kaa. Yaani mpaka sasa hivi ninapokuambia hapa, lile eneo sijui hata nitamuuzia nani. Maana lipo chini yangu sasa. Sijui mpaka sasa hivi nitamuuzia nani. Yaani lipo tu. Na maana wewe umelikimbia kabisa, hutaki kabisa kugusa. Yaani siwezi hata kusogea kule. Yaani natamani tu mtu aje, yaani tuongee tu hata huko barabarani afu akachukua kila kitu kilichokuwa pale. Siwezi tena kusogea lile eneo. Linatisha sana, linaogopesha. Jambo la mwisho ambalo umeweza kufanyiwa na kidogo likaa limekufanya uzidi kuogopa ama kuhofia zaidi ni jambo lipi? Jambo la mwisho nakumbuka niliporudi kule mkoani, nilipofikia kwenye ile nyumba. Siku ya nilivyolala, matukio yani kuna kila kidogo nilichorudi nacho. Sikuweza kukutana nacho asubuhi. Yaani asubuhi ile hela yote nilikuta hamna. Okay, sawa. Umesema kwamba unatamani hata mtu umwachie tu kwamba akachukue kile ambacho kilichomo ndani, kwa namna ambayo umezungumzia kwamba imepelekea mpaka wewe kuwa na hofu kubwa. Ikitokea mtu labda anaweza kanicheki hata mimi, bwana mimi nataka ile eneo la ndugu yangu nilipate mimi, kutakuwa na uwezekano gani hapa kuweza kumuuzia labda? Uwezekano upo. Lakini ninachofikiria sasa hivi hapa, yani hata kwenye lile eneo, yani ile sehemu yenyewe, kumbukumbu vizuri sina. Ina maana kumbukumbu ya eneo lako hauna kabisa? Yani lipo eneo gani yani sina, kwa sababu ni muda mrefu. Muda mrefu. Yani sasa hivi yani nishapewa madawa nioge si nini ili eneo likae sawa, si labda nipate mteja tu kuuza, lakini madawa yote yamedunda. Hamna chochote kilichofanikiwa. Eneo lako utalisahau vipi? Ni mambo mengi. Ni mambo mengi. Eneo ni zito sana lile. Yani mimi ninavyohadisiwa hivi mwenyewe nimehadisiwa na kuyaona. Eneo zito sana. Yani nataka kulikumbuka tu, yani kumpeleka mtu hiyo njia tu. Yani labda nianze kutafuta tena majirani na watu wengi pale washahamahama. Washahama kama yule mzee ambaye nani na ashafariki. Ashafariki. Na maana eneo sasa hivi limekaa, tunahisi majani yashakuwa mengi sana, yashakuwa kama kipolipoli fulani sasa. Na labda wakati unaondoka uliondoka na kitu gani katika kutoka kwenye chumba chako? Kiukweli pale sikuweza kubeba hata ndala. Yaani pale sikuweza kubeba hata kijiko chenyewe sikuweza kukibeba. Niliviacha kila kitu mule. Yaani niliondoka mimi na nguo zangu tu. Yaani nilifanya kuhifadhiwa tu kwa mshikaji wangu. Yaani mpaka sasa hivi nimeamua kuuza matunda, na maana pesa nyingi nishapoteza pale. Yaani kikawaida, kwa mahesabu ya kawaida nisingekuwa na kiadadi cha matunda, yaani ningekuwa hata na hardware huko au hata duka la spare za nani. Lakini mpaka nauza matunda, na maana mkasa mkubwa sana. Namna hiyo kwamba, hebu tuambie sasa ilikwaje kutoka kwenye system ya kazi ambazo ulikuwa unazipata zenye uwezo wa kukulipa kwa kiasi kikubwa mpaka kufika hatua hii na ikakusogeza mpaka kufungua genge hapa? Baada ya kurudi, baada ya kukutana na hayo matukio, aisee niliumwa. Yaani nilikaa kwa ndugu mpaka walinichukia. Yaani baada ya kupata wafadhali ndio nikaenda kuhifadhiwa kwa mtu. Yaani mshikaji wangu baada ya kumuomba tu. Lakini niliumwa muda mrefu, yani kazi zote zilisimama zote. Na mradi yote ishapotea. Yaani zile connection zote zishapotea kabisa. Yaani mpaka leo nimeamua kujiajiri kwenye matunda hapa. Kwanza namshukuru Mungu mpaka nilipofikia. Ulianza na mtaji gani kwenye upande wa matunda? Kwenye matunda hapa nilianza kama na 15,000 tu. 15,000. Tena 10,000 tu nilipata kikazi kama cha siku 2-3. 5,000 nilimwazima huyo jamaa wangu nilikuwa nakaa naye. Ndio akaniwezesha nikaingia sokoni. Kwanza nikachunguza kama siku 2-3 sokoni. Ndio nikaanza kujua kumbe haya yananunuliwa hivi, faida yake ni ndogo, lakini nikajikimkia mpaka sasa hivi kufikia hivi. Namshukuru Mungu. Kwa umekubaliana na hali halisi ama lipi ambalo unalihitaji sasa mpaka kuweza kukaa na familia ya KingPower TV hapa? Kwa familia, yani kama ikiweza kunisaidia mimi nipate hata mtu wa kuweza kuliuza lile eneo, ningeshukuru pia. Sababu ni pesa nyingi nishazipoteza pale. Yaani najua tu nikizipata zile hata kidogo, nitaweza hata kuongezea kwenye kabiashara kangu hapa. Kidogo itakuwa kubwa, Mungu atanisaidia.
Hati nini, kila kitu nacho? Kila kitu ninacho. Hati kila kitu naona nimeacha kule kule, labda tu vipotee kwa mazingira tatanishi kama hivyo. Ulifunga kwa usalama ama ilikuwa umekurupuka tukondoka? Hapana. Kwa kukurupuka mimi sikufunga. Yaani kufunga kabisa kiusalama sikufunga, kwa sababu siku nilioondoka mimi amani ilikuwa ni mauzauza tu. Mpaka kwenda kwa mjumbe si wapi. Ila tu kuna jirani pale sijajua kama alifunga au vipi, kwa sababu tunajua ile mtu ukitolewa pale. Sijajua kama alifunga au vipi, yani sisi tu kwenye usalama mzuri. Imepita kama muda gani mpaka sasa? Sasa hivi kama miaka miwili na karibia, kama miaka mitatu. Sio miwili, mitatu. Miaka mitatu. Toka tukio litokee wewe kuondoka kule kuja kupambana huko. Ni mbali sana? Kwenye umbali ni mbali kidogo. Ni mbali kidogo. Familia wamejaribu kuweza kuwashirikisha baba, mama? Mama ametangulia mbele ya haki, lakini baba pia ameshindwa kunisaidia kutokana na hali yake na jinsi ilivyo. Kwenye utafutaji na pia walivyoniuguza nilivyoumwa, hata wenyewe lile eneo pia wanaliogopa sasa. Yaani sio mimi tunanunua. Hapa story kwamba iko hivi na hivi ama walihadisiwa na majirani tu. Walienda kushuhudia wenyewe. Sababu mimi ile sikuweza kuhadisia mimi sasa. Na maana mimi tena nilikuwa mbali nao, ila wao ndo walikuwa wanauliza majirani ilikuwaje, wao ndo walipewa historia ile eneo. Mpaka sasa hivi hapa sidhani hata kama mtu ambaye anaweza kuligusa. Yaani lipo tu lenyewe limekaa tu. Hali ni kama hivyo ambavyo umeweza kumsikia ndugu yetu hapa, kuweza kukumbana na changamoto kubwa sana ya kukimbia mji wake yeye mwenyewe pasipo kushurutishwa. Haya mambo bwana kiukweli yanatokea, na mimi kwa baadhi ya asilimia kubwa, na mimi watu wataungana na mimi kwa sababu si mambo mageni, lakini ndugu yetu yeye limemkuta katika upande wa nyumba. Kuna watu wengine wanaacha viwanja kama ambavyo aliweza kuzungumza ndugu yetu kwamba kuna wengine walinunua kile kiwanja lakini wakaamua kuacha. Kwa hiyo imekuwa kama ni sehemu ambayo baadhi ya madalali kujipatia manufaa kwamba anauza, anajua hapa kesho na kesho kutwa ataacha, atakuja mtu mwingine atauza, na maisha yanaendelea kama hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni jambo ambalo kidogo linashangaza. Maamuzi yako ni yapi sasa, au ndio umekubaliana na hali halisi unaachana nayo maisha endelee? Kama tukio nililopata sitaki tena ajirudie kwa sasa hivi. Yaani nimeachana napo kabisa. Na akitokea mtu madalali wampeleke tu. Wampeleke. Yaani kiasi changu nitakachotaja wampeleke, utajua wao wauzeje. Lakini mimi hapa nilipo sitaki tena kupata tena yale matatizo. Maana kwa hali nilokuwa nayo sasa hivi, bora ya mwanzo nilikuwa kidogo na makakea pesa. Ina maana mwanzo nilikuwa ni hali mbaya zaidi. Hali ilikuwa mbaya sana. Yaani mbaya, mtu unaogopa. Yaani kwanza mwanzoni yani nilikuwa muda wote natetemeka tu hivi. Sio asubuhi, sio mchana, sio usiku. Yaani mpaka kufikia hapa ni Mungu tu mwenyewe kanisaidia. Mihangaiko tu ya familia amenisaidia sana, familia majirani amenisaidia mpaka kufikia hapa. Sitaki tena kuwapa shida. Mimi naamini akijirudia tena yale, nikienda tena nitawapa shida zaidi ya pale. Hauzidi na kupoteza tena maisha mimi mwenyewe. Una familia, baba, mke, mtoto kwa umri wako? Hapana, sina. Unapambana mwenyewe? Sasa hivi napambana mwenyewe, kwanza maisha yangu yakae sawa ndio nianze kutafuta hao watu. Baba ulishakuaga naye, kuna changamoto ilitokea? Changamoto zipo, zilitokea. Changamoto kama wale hazikosekani. Kuaga na mwanamke pia nilikuwa namkubali. Mwenyewe alikuwa ananikubali, lakini jinsi alivyo na uzuri wake nilikuwa nagombania na watu. Alafu nilikuwa nimeajiriwa tu kipindi hiko, bado hata sijajipata. Nilikuwa nimeajiriwa tu. Viongozi walikuwa wanamhitaji, mameneja walikuwa wanamhitaji, lakini tu katoka kunikubali mimi. Dakika mwisho nikafukuzwa kazi kwa ajili yake. Kaachishwa kazi kwa ajili yake? Kwa ajili yake, kwa sababu hataki ambiwa kwamba asiwe karibu na mimi, yeye hawezi kusikia, anakuja karibu yangu. Si unajua tena ile mtu kama kuonesha kwamba mtu anamkubali, anaonesha kwamba ananikubali. Lakini wale inabidi wanitoe kazini ili waendelee kuwa naye wao. Basi sawa. Bwana mfuatiliaji wa KingPort TV, lolote lile hapo chini mambo yatakuwa poa kabisa. Kwa yale ambayo umeweza kumsikia ndugu yetu ameweza kuyazungumza, kwamba amekubaliana na hali halisi, ila akitokea mtu anahitaji basi yeye anachosubiria ni pesa tu.
ila kukanyaga kule ni kazi kubwa kweli kweli. Lakini pia amezungumzia swala kumbukumbu kidogo, na kwambia eneo lenyewe tayari kama shapoteza hadi kumbukumbu. Kwa ni mambo mazito. You can imagine mtu unanua sehemu alafu unaikimbia na unaacha vitu vyote ndani kama ilivyo. Mambo ni mazito. Lolote hapo chini mambo yatakuwa poa kabisa na Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi. Na hii ni King Paul TV, the best quality. Yes.